huku hatuna zahanati. Hii ni kata yetu, sasa hivi ndio tumepewa kituo cha afya kikubwa kinachojenga. Tuna zahanati moja tu Ibindi. Watu wanaotoka hapa kwenda pale zahanati kujifungua inakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo watatupa fursa kubwa sana, kwa sababu itakuwa ni wepesi. Sasa hivi kuna hawa mabodaboda ambao mtu anaweza kuchukuliwa kiharaka haraka akafikishwa kwenye kituo cha afya pale. Kwa hiyo tutashukuru sana mheshimiwa, yani Mungu amweke kwa kweli. Inatakiwa aende kiharaka zaidi ili kuweza kutupa fursa ya hapa kwa huduma ya afya, itatusaidia sana. Hata wanafunzi pia kwa ujumla. Kwa sababu ni sehemu ambayo watu wanahangaika sana. Hata juzi tu kuna mtu hapa ameanguka na pikipiki. Kwa kweli hapa tuna tatizo la hili daraja. Watu wanasumbuka sana na tuna mazao mengi ya kibiashara. Tumbaku tunayo ya kutosha. Alafu tuna mpunga na karanga pamoja na mahindi. Yote hayo ni mazao ya wananchi wakapanda ya wenyeji. Kwa hiyo tunachoomba serikali tusaidie hapa kwa hili daraja letu hili. Tuna changamoto sana, nimepita sio mara nyingi sana, na hata wiki jana nilikwenda kwa mheshimiwa diwani, kaambia mheshimiwa, kweli kwa hapa kwetu hapapitiki sasa, ila kwa juhudi za mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa kijiji cha Ibindi walifanya ushikamano kutuletea hizi kalavati hapa. Zina muda kidogo, lakini kulingana na changamoto ya masika, mheshimiwa diwani alisema kwamba tusubiri hali ya hewa iwe vizuri, basi tuje tuanze ukarabati. Kivuko hiki cha hapa Msimbeni kwenye kitongoji cha Kapanda ya wenyeji ni muhimu sana kwa wananchi wa maeneo haya. Ni muhimu sana kwa sababu shughuli zote za kimaendeleo zinategemea njia, kwa maana ya barabara. Sasa barabara hii inatumika kupitisha mazao ya chakula, lakini pia mazao ya biashara, lakini pia ilikuwa inatumika kwa kupitisha wataalamu kwenda kukagua maeneo ya uchimbaji, hususan watu wa nje ya nchi, wageni kutoka nje ya nchi. Lakini sasa hivi ni kikwazo, hakupitiki tena. Kama mnavyoona ndugu zangu hapo, kumeharibika, mvua zilizonyesha zimeharibu, lakini pia kilikuwa hakijarekebishwa vizuri. Sasa kwa kuguswa na hilo, mimi kama diwani wa kata hii nikaona ni vizuri nianze mimi kwanza, lakini wananchi wafate, lakini pia kujaribu kuishawishi serikali iweze kuboresha zaidi. Kwa hiyo kwa kuguswa na jambo hili nimeleta mifuko 10 ya simenti, pia makaravati nilileta kipindi kile cha campaign. Wakati tunazunguka kuomba kura niliwaahidi, nikaleta makaravati, lakini leo hii nakamilisha kwa kuleta mifuko 10 ya simenti, lakini pia mawe yameshasogezwa na wananchi. Nawashukuru sana wananchi wa maeneo haya, wameyasogeza. Kwa hiyo wameonyesha ni namna gani wanaguswa na ushirikiano nilionao kwenye kijiji hiki.